Africa Radio Morning Express ya Super Breakfast. Wana tuende tukatazame sasa yanayoendelea kimataifa. Nimeiona taarifa ya kamanda mkuu wa jeshi la Irani, la Jamhuri ya Kiislamu la Irani, ambaye ni bwana Amir Hattam. Amesema kuwa jeshi hilo limeandaa mpango mpya ambao mpango huo unahusu mtu yoyote atakayemuua au kumkamata au kumkabidhi askari wa Marekani atapokea zawadi yenye thamani ya dola 30,000. Dola 30,000. Ukimuua, ukimkamata au ukifanikiwa kuwakabidhi kwamba bwana nina mwanajeshi wa Marekani hapa, nimemnasa, unakabidhiwa kitita chako, unaondoka. Msikilizaji nafikiri anaweza kapiga hesabu mwenyewe kwamba dola 30,000 kama dola moja iko kwenye 2,500 2,600, zidisha hapo. Hebu zidisha mwenyewe 2,500 2,600 mara 30, hiyo 1000. Ujionee utajiri wako ulivyo karibu. Kwa hiyo huu ni mchongo ambao kwa nchi kama yetu ujionee utajiri wako ulivyo karibu. Kwa hakika ulikuwa ni mchongo huu kwa vijana wa mjini hapa, wangeuchangamkia, lakini sasa kwa sababu ni mbali hatari kwa kweli. Kwa hiyo ni miongoni mwa njia ambayo Irani imetangaza ya kukamata wanajeshi. Na kamanda mwenyewe anasema kwamba katika ukamataji huo kwa mwanajeshi mwanaume bonus yake hii ya dola 30,000 ni tofauti na ya mwanajeshi mwanamke. Hili ni tamko ambalo nafikiri ni sehemu ya ile mikakati ya kuendelea kuongeza kitisho na unaweza kusema shinikizo kwa Marekani, kwa sababu utakumbuka kwamba zile siku 60 za mazungumzo ambayo yangemalizika na mkataba wa amani kulingana na randama ya Juni 16 iliyokuwa na vipengele 14 yameshindikana, licha kwamba Doha pamoja na Pakistan zimeendelea kuweka jitihada za kuwarai pande zote mbili, kwa maana Marekani na Iran kurudi pamoja mezani kwa ajili ya kuendelea na mazungumzo haya katika siku hizi 60. Kwa hiyo kamanda huyu anatoa tamko hili kama sehemu ya, unaweza kusema kwamba ni kama kujihami, kuhakikisha kwamba labda kisaikolojia kutengeneza hofu, kwa sababu kumbuka, licha ya mashambulizi ambayo taifa hilo limefanya katika mataifa washirika wa Marekani katika eneo la Ghuba ya Uajemi kwenye kambi zao zile za jeshi, bado kuna wanajeshi wangali katika kambi hizo. Lakini pia kumekuwa na matamko ya hivi karibuni ya viongozi wakuu katika serikali ya Marekani kuonesha kwamba pengine in one way or other kunaweza kukawa na mashambulizi mengine ya wimbi jingine la 14 na 15 na kuendelea, ikitokea Iran akaendelea kuonesha msimamo wake hasa kwenye eneo la mlango bahari wa Hormuz, ambao mpaka sasa hivi umeendelea kuwa na mvutano kwa habari ya matumizi baina ya mataifa hayo mawili. Kwa hiyo anatoa msimamo huu, unaweza kusema kama sehemu ya kushinikiza Marekani kusitisha wimbi lolote lile jipya la mashambulizi. Lakini pia namba 2, unaweza kusema kuingiza hofu kwa wanajeshi hasa walioko katika vikosi mbalimbali ndani ya mataifa yale ya Ghuba ya Uajemi chini ya CENTCOM, ili kuhakikisha kwamba nao pengine hawawi wepesi katika kupokea amri za Washington kuhusiana na mashambulizi. Na nilikwambia utajiri wako upo karibu, kwa sababu kwenye eneo lile la Mashariki ya Kati Marekani na kama wanajeshi 50,000 hivi. Naam, bila shaka. Piga mahesabu, ukipata 2 3 ukienda kuwakabidhi utajiri wa kamandi kuu ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati CENTCOM, ikiwa na maana hiyo alikuwepo kule Mashariki ya Kati kwenye ziara. Ameondoka baada ya kufanya ziara kwa siku 10. Katika ziara hiyo anaitwa Admirali Brady Cooper alitembelea nchi 6 na meli ya kubeba ndege za kivita ya jeshi la wanamaji la Marekani inayofanya kazi katika bahari ya Uarabuni. Wakati wa ziara yake alikutana na maafisa wa ngazi ya juu wa kiraia na wa kijeshi nchini Bahrain, Iraq, Israel, Jordan, Saudi Arabia pamoja na Falme za Kiarabu, na pia alikutana na vikosi vya Marekani vilivyopo katika eneo hilo.
Brad Cooper anafanya ziara hii, utakumbuka ni siku chache baada ya rumors kwamba kulikuwa na fatigue. Wanajeshi waliokuwa katika manuari ya kijeshi ya USS Abraham Lincoln kama sikosei, kwamba walikuwa wengine wamefikia hatua ya kutaka kujirusha katika bahari kwa sababu ya msongo mkubwa na utete wa swala la afya ya akili. Kwa hiyo anafanya ziara hii, unaweza kusema kama ingawa serikali ya Marekani ilikanusha kwamba hakuna tatizo la afya ya akili ndani ya USS Abraham Lincoln, Brad Cooper anakuja, moja unaweza kusema kuwatia moyo hawa wanajeshi walioko katika manuari hiyo. Lakini namba 2, unajua kumekuwa na jitihada ambazo zinaanza kufanyika na baadhi ya mataifa washirika wao. Utakumbuka ni siku chache zilizopita Pakistan, Uturuki pamoja na Saudi Arabia wameingia katika ushirika wa kiusalama. Na haya mataifa yote ni washirika wa Marekani kwa muda mrefu sana. Sasa Cooper anakuja akitumwa na Washington, unaweza kusema katika kuhakikisha kwamba sasa jamani, msifike hatua ya kuanza kuonesha kwamba ni kama mnafanya allegiance shifting au kugeuka kwa kambi ya utii. Ule utii wenu usianze kuonekana. Ni kama Marekani inaona kwamba kuna namna ambavyo mataifa ya Ghuba ya Uajemi yanaanza kupoteza imani kwa kiasi fulani, hasa baada ya mashambulizi haya, lakini pia rumors kwamba nchi hiyo imepungukiwa silaha, na ndiyo miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea wao kusitisha mashambulizi ya wimbi la 14 na 15 Iran. Kwa hiyo ni ziara ya kimkakati inayolenga kuimarisha uhusiano wa kidiplomasia baina ya mataifa hayo, lakini pia nafikiri kuendelea kutoa faraja kwa wanajeshi hawa ambao wanahusishwa na afya ya akili katika manuari hiyo, japokuwa Washington wanasiasa wamekuwa wakikata kwamba hakuna tatizo la afya ya akili. Kuna watu tu kuna baadhi ya wafanyakazi katika meli hiyo walipata changamoto kidogo, ila sio katika mazingira ya kufika mahali kujirusha katika bahari. Hivi nashindwa kuelewa kama waandishi wa habari wanaenda kwenye mafunzo ya kijeshi, nitalia sana kama nitaambiwa akina Mtei wanapelekwa kitengo cha kijeshi, utakuwa umewalazimisha. Petro Keha wa Gendabi ameandika ujumbe wake. Kwani umenitaja kama mfano ndugu yangu Petro? Naitwa Ihulango wa Kibata 101.4 na wasalimia hapo studio. Mimi si jambo kabisa. Asante sana. Asante sana kwa ujumbe wako pia. Kazi ipo ila moyo hizo dola zitatuponza. Naitwa Kipara Original kutoka Getini Haydom Manyara. Ameandika ujumbe wake pia. Wewe pambana ndugu yangu, tafuta hata wawili. Asante kwa kutupa habari moto. Anaitwa Msafiri Asi kutoka Singida Mtamaa. Asante kwa ujumbe wako pia. Anaitwa Festo Silayo, naye pia ametuandikia ujumbe wake. Anasema yupo pale Kigachi Useri Rombo. Anapatikana Useri Rombo pale, ila waandishi wa habari kuingia jeshini, mimi naona ni hatua nzuri ya kujenga ujasiri na kujihami wakati wanapokuwa maeneo hatari ya kazi za uandishi wa habari. Anaitwa Festo, yeye mtazamo wake anasema inaweza ikasaidia kujihami. Ni kweli kwa upande mmoja, lakini huwa kuna mafunzo ya msingi waandishi wanaoripoti taarifa za kivita wanapewa kabla ya kwenda front line. Ianze kufikiria watu kujihami, ndio swali lingine. Ruto safi, hazina iliyo moyoni inatosha kumsogeza pakubwa. Tali wa Kirua ameandika ujumbe wake, asante. Mwingine alituandikia anasema kwema hapo studio, hapa ni salama bana, tumeamka pamoja mpaka mwisho. Joseph Yanga, niko Kijenge Arusha, ameandika ujumbe wake pia. Francis Josia nimekuona pia. Mnadi Mpole kutoka Tringat Bunda Mara, jamani nawafuatilia, asante. Nafaidi uchambuzi bora sana. Mwalimu Omar yupo Kaloleni Moshi, asante kwa ujumbe wako. Kenya, ukabila utaisha lini? Maana ukabila ni chanzo cha kuleta vurugu kwenye uchaguzi, lakini hiki kinachoendelea Kenya kinaleta picha gani uchaguzi ukifika? Anaitwa Golden Palestina wa Humekwa Dodoma, ameandika ujumbe wake pia. Lakini wa mwisho ambaye namsoma kwa sasa anaitwa Hassan Haji wa Kwemcha Matarawanda, Korogwe, Tanga. Wanapovuja pazibwe, jamani tusijifanye Mungu watu, mwenzio akipiga hatua fulani usimchukie. Haya, asante. Sisi tukirudi bana, time ya wino mzito, ndio niko hapo mpaka 3 kamili za asubuhi.